وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النبأ مكية وآياتها 40. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu ni suratu Nabai ambayo imeteremshwa Maka ikiwa na idadi ya aya 40. Sura hii katika taratibu na mpangilio wa msahafu ni nambari 78, lakini katika taratibu ya kuteremshwa ardhini wamesema baadhi ya ulama kwamba ni sura ya 80. Kama ilivyo kawaida ya sura ambazo zimeteremka Maka, sura hii inazungumzia habari za aqidatul ba'th, kuamini kwamba kuna kufufuliwa, ambapo washirikina wengi jambo hili wamelikanusha kwamba wanadamu watakapokufa basi habari yao itakuwa imekwisha, hakuna kufufuliwa. Lakini sura hii imekuja thibitisha kwamba ipo siku ya malipo na kuhesabiwa, ambapo mwanadamu atakutana nayo siku hiyo baada ya kufa kwake. Kwa hiyo sura hii imeanza kuzungumzia habari kuhusu kiyama, kufufuliwa, kulipwa, na vile vile imezungumzia habari ya kukusanywa katika mahshar, ambapo jambo hili wengi katika watu wa Maka, makafiri wale, walilikanusha, lakini Allah tabaraka wa taala akawabainishia ile mijadala yao, makanusho yao, na wengine walikuwa wakiamini. Akasema amma yatasaalun ani nabail adhim. Thumma aqamat ad-dalaila wal barahina ala qudrati rabbil alamin, kisha sura hii ikasimamisha dalili na hoja juu ya uwezo wa Allah ambaye ni mlezi wa walimwengu wote. Fa inna alladhi yaqdiru ala khalqi al-ajaibi wal bada'i la yu'jizuhu i'adatu khalqi al-insani ba'da fanaihi, yule ambaye ana uwezo wa kuumba viumbe vya ajabu kama mbingu na ardhi hatoshindwa kumrejesha mwanadamu, kumuumba upya baada ya kufa kwake. Allah anaelezea hilo kwa kusema alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata. Thumma a'qabat hadhihi sura bidhikri al-ba'thi wa haddadat waqtahu wa mi'ada wa huwa yawm al-fasli baina al-ibad. Kisha sura ikafuatiza kutaja namna watakavyofufuliwa watu na kupanga muda huo, wakati wake na kipindi chake, ambayo siku hiyo ndio itakuwa ni siku ya hukumu kati ya watu, haithu yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina lilhisab, pale ambapo Allah atawakusanya waliotangulia na waliokuja baadaye kwa ajili ya kuwahesabu. Inna yawma al-fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Kisha sura hii ikazungumzia habari za Jahannam, ambayo Jahannamu hiyo imeandaliwa kwa makafiri, ambayo ndani yake kuna kila aina ya adhabu zenye kufedhehesha na kumtweza mtu.
inna jahannama kanat mirsada litaghina maaba labithina fiha ahqaba. Baada ya mazungumzo kuzungumzia makafiri, sura hii ikaanza kuwazungumzia wacha Mungu na yale ambayo Allah amewaandalia katika sampuli mbalimbali za neema, ala tariqati alqur'ani fil jam'i baina tarhib wa targhib. Kama ilivyo kawaida ya Qur'ani, inapozungumzia jambo la kufurahisha inazungumzia jambo la kuhuzunisha. Kwa hiyo wakizungumziwa makafiri na adhabu zao, baada ya hapo sura hii ikaenda kuzungumzia wacha Mungu na yale ambayo Allah amewaandalia katika pepo. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba adraba wa ka'san dihaqa. Mwisho sura hii ikahitimisha kwa kuzungumzia vitisho vya siku ya Kiyama, haithu yatamanna alkafiru an yakuna turaba, pale wakati ambapo atatamani kafiri ageuke kuwa mchanga. Fala yuhshar, na wala asikusanywe wala kuhesabiwa, bali ageuke mchanga ambao watu watakuwa wakimkanyaga kanyaga akifadhali kuliko hesabu au kukusanya. Inna andharnakum adhaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba. Sura hii imeitwa surati Naba. Ina majina karibia manne, wengine wamesema karibia majina matano katika mufassirini, lakini sura hii miongoni mwa majina yake ni suratu Naba. Suratu Naba kwa sababu imekuja neno hilo katika baadhi ya aya zake pale aliposema Allah tabaraka wa taala anin naba'il adhim, anin naba'il adhim. Kwa hiyo Naba ndio ikapewa jina hii ikaitwa suratu An-Naba. Wako wanaosema kwamba imethibiti pia sura hii inaitwa suratu Amma, suratu Amma kwa sababu ya neno lilokuja mwanzoni amma, tuelewana. Lakini pia ni katika jina ya sura hii kwamba ikaitwa suratu Amma yatasaalun, tumeelewana. Jina la ngapi? La tatu, Amma yatasaalun, suratu Amma yatasaalun, kwa sababu ya aya yake ya mwanzo ilikuja Amma yatasaalun. Lakini wako waliosema na kuthibitisha kwamba inaitwa sura hii suratu Tafaul, suratu at-tasaul, kwa neno yatasaaluna ni mushtaqun ala tafaul, tasaala yatasaalu tafaulan. Kwa hiyo inaitwa surati Tasaul kwa neno hilo yatasaalu. Wallahu aalam. Wako waliotaja mpaka majina matano, lakini katika baadhi ya riwayati ilikuja ni majina hayo manne kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya katika sahihi Bukhari. Amma yatasaalun, bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun, sura hii imeanza tofauti mno na baadhi ya sura nyingi katika Qur'ani. Huenda usipate sura iliyoanza kwa uslubu wa istifham mwanzo tu, au zikawa ziko chache mno. Ni uslubu al-istifhamu litashwiq, ni istifhamu iliyotumiwa lakini kwa lengo la kumtia shauku mtu. Amma yatasaalun, ni jambo gani wanaulizana? Mtu anaposikia mwanzo hivi anapata shauku ya kutaka kujua hayo walikuwa wakijadiliana ni mambo gani. Kwa hiyo wanasema am ni harfu jarri, alafu na ma istifhamia, tumeelewana ambayo kawaida katika lugha ya Kiarabu inapokuja ma istifhamia na ikatanguliwa na harfu jarri, kawaida ya alifu ya ma inaondolewa, kwa sababu asli hapa ilikuwa ni amma kwa kuvutwa kwa alif, lakini alifu yake inaondolewa kwa sababu ndivyo lugha ya Kiarabu ilivyo. Waarabu walikuwa wakitamka istifhamu itakapotanguliwa na harfu jarri, basi ikiwa istifhamu ile ina alifu, alifu yake inaondolewa.
na imekuja hii katika Qur'ani sehemu nyingi sana. Allah tabaraka wa taala anasema, qala atubashiruni ala an massani alkibaru falima tubashirun. Falima tubashirun biduni alif, hakuna alif. Falima tubashirun imeondolewa alifu yake, lakini imekuja vile vile katika baadhi ya aya. Allah tabaraka wa taala anasema, afallahu anka lima adhinta lahum. Afallahu anka lima adhinta lahum, imeondolewa alifu katika lima, tumeelewana, ikawa lima biduni mad, kuonyesha kwamba siyaki kwa Waarabu mara nyingi inapokuja ma istifhamia ikitanguliwa na harfu jarri, basi inaondolewa alifu ya ile ma istifhamia. Kama hapa amma, asili yake ni amma, kuna idgham baina alharfaini, harfu ya kwanza ni an, harfu ya pili ni ma. Na katika lugha inapokuja nuni sakina alafu mbele yake kukiwa na ma, basi inafanywa idgham, kana kwamba nuni inaingizwa kwenye mimu, inakuwa ni mimu mbili. Kwa hiyo hapa asili yake pana nuni, lakini imedefinishwa katika mimu zikawa ni mimu mbili, ndio ikaja amma badala ya an ma. Asili yake ilikuwa hivi. Ala kulli hal, amma yatasaalun, ni jambo gani wanaloulizana hao makafiri wa Maka na makafiri wa aina nyingine yoyote. Tumeelewa ai an ayi shay'in yasalu haulai aljahiduna ba'dhum ba'dha, ni kitu gani wanaulizana hao wapingaji wao kwa wao, wanaulizana kuhusu kitu gani? Tumeelewa. Walaysa almuradu huna mujarradu istifham wa innama almuradu tafhimu al-amri wa ta'dhimuhu. Hapa lengo la hii istifhamu sio kutaka kujua, lengo lake Allah ni lile jambo ambalo wanaulizana, ni Allah kutaka kulifanya, ni jambo kubwa. Waqad kana almushrikuna yatasaaluna anil ba'thi fima bainahum, na washirikina walikuwa wakiulizana kuhusu kufufuliwa watu, wakiulizana wao kwa wao. Wayakudhuna fihi inkaran wastihzaan, wakawa wanazungumza mazungumzo hayo kwa upingaji na kufanya istihza. Fajaa al-lafdhu bisighati al-istifham litafkhim wat-tahwil, ndipo ilipokuja istifhamu kwa sigha hii kwa ajili ya kulionyesha jambo lile zito, wasilichukulie wepesi wepesi kwa baadhi kuwa ukoje. Ndio maana kuja istifhamu katika sura huu. Lakini sio istifhamu tu ya kuonyesha uzito wa jambo hilo ambalo wanaulizana, ufufuo, watu kufufuliwa baada ya kufa. Lakini angalia aya inayofuata pia inaonyesha kwamba jambo la kufufuliwa wanadamu ni jambo kubwa, ni katika akida sahihi. Yani mtu akiwa na akida ya kutokuamini kufufuliwa, huyo hawi Muislamu wala hawi muumini. Suala la kufufuliwa ni miongoni mwa misingi ya kiakida. Maana yake ili Muislamu awe Muislamu, ili muumini awe muumini, basi ni lazima akiri na aamini kwamba baada ya kufa kwake atafufuliwa na atahesabiwa na atalipwa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametumia usulubu huu kuonyesha jambo lenyewe zito, lakini aya iliyofuata vile vile inaonyesha jambo hilo ni zito pale aliposema anin naba'il adhim, wanaulizana kuhusu habari nzito, habari kubwa. Katika lugha ya Kiarabu vile vile kuna alkhabaru na kuna annaba'u, zote ni habari. Tumeelewana? Kuna alkhabaru na kuna annaba'u. Alkhabaru ni habari yoyote, iwe kama ni habari, iwe kubwa iwe ndogo. Tumeelewana? Lakini annaba'u inaingia kwenye habari muhimu zaidi, habari kubwa. Angalia Hudhud alipotoka kwa Balqis baada ya kutafutwa, mali ya la ara alhudhuda amkana min alghaibin. Suleiman anasema
mbona mimi namtafuta Hudhud simuoni? Au nitakuwa ni mwenye ametoroka, ni miongoni mwa waliotoroka, atakapokuja nitamchinja au nitamwadhibu adhabu ilikuwa nzito. Alipokuja Hudhud alisemaje? Hudhud alipokuja akasemaje? Iseme kwa Kiqur'ani, ahadtu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in adhim. Akusema wajituka min saba'in bikhabarin adhim, akasema binaba'in, kuonyesha kwamba kuna tofauti kati ya naba na nini na khabar. Pamoja zote ni khabar, lakini habari inapokuwa muhimu zaidi haizungumzi khabar katika lugha ya Qur'an, bali inazungumzwa kwa lafzi ya annaba. Tumeelewana Na ndio hapa, kwa kuwa habari ya suala la kufufuliwa na kiyama ni jambo zito katika imani ya mwanadamu, ndiyo maana imekuja kwa lafzi ya annaba na wala ikuja kwa lafzi ya nini ya alkhabar. Pamoja zote ni habari. Amma yatasaalun, ni jambo gani wanaulizana? Ani nabail adhim, Allah anasema wanaulizana habari muhimu na kubwa, ambayo ni habari inahusu habari za kiyama, kufufuliwa kwao wanadamu na kulipwa kwao. Wao walikuwa hawaamini wakiulizana, wengine walikuwa kama watakawaamini huku wakikadhibisha. Ani nabail adhim katika lugha hata isenge kuwa ni mausufu annaba, ingelitosha kuwa ni annaba, ni habari kubwa hiyo yenyewe ni annaba, lakini pamoja na yote Allah kaiongezea uzito akaifanya ni mausufu, kwa sababu an ni harfu jar, annaba majruru bi an, al-azim ni na'tun ala naba, imesifiwa kwamba ni nzito, pamoja ilijitosheleza yenyewe annaba kujitosheleza kwamba ni habari muhimu, lakini Allah kaiongezea uzito zaidi kuwafahamisha wanadamu sicheze katika imani ya kuamini kwamba kiyama kipo. Ukiteleza kwenye hilo umeteleza, ukiamini kwenye hilo umekuwa ni muumini. Usicheze, jambo la kiyama ni habari nzito, latakiwa watu waliamini kwamba kuna kufufuliwa, kuna kulipwa, kuna kuhesabiwa. Ukitetereka hapo umeenda na maji. Ndiyo maana ya an-nabai al-adhim. Allah ameitilia msisitizo katika misifu wake, alladhi hum fihi mukhtalifun, habari ambayo wao wanatofautiana katika kuiamini kwake. Imekuja silatul mawsul biismi bijumlatin ismiya, alladhi hum. Tumeelewana kwa sababu ingelikuja jumlatun khabaria, tumeelewana, mfano alladhi yakhtalifuna fihi, ingelikuwa ni jambo ambalo sio mara kwa mara, ingelikuwa jambo ambalo halina udhibiti moja kwa moja katika wao, lakini kutangulia jumla ismia ikawa jumla hiyo ni silatu mausuli ya alladhi, kuonyesha kwamba imani hii kwa washirikina ilikuwa ni thabiti na ipo siku zote. Hawataki kuamini kabisa kwamba kuna siku itafika itakuwa ni mwisho wa mwanadamu, baada ya hapo kuna siku itafika mwanadamu atafufuliwa. Hawakutaka kuamini na waliishi hivyo muda mrefu, karibia mwisho wao wote mpaka kufa kwao, walidumu kadri hivyo, kama ilivyokuwa kawaida ya jumla ismia, ma tadullu ala dawam wa thabati. Kama ilivyokuwa jumla ismia inapoingia sehemu inazungumzia kudumu kwa kitu, kuwa na msimamo kitu. Tumeelewana kama hapa ambavyo Allah tabaraka wa taala ameashiria. Ala kulli hal, alladhi hum fihi mukhtalifun, siku ambayo wao, habari ambayo wao ndani yake wanakhitalafiana. Wako ambao wanakaribia kuamini, wako ambao wanakaribia au wanakataa kabisa, wako wanaosema yawezekana ni kweli, wako ambao wanasema hizi ni porojo, hakuna chochote. Kwa hiyo min bainihim shakin fi wuqu'ihi
wa min bainihim mukadhib munkir lihusulihi, wako katika miongoni mwao walikuwa wanatilia shaka kufika kwake siku hii ya Kiyama, lakini wako ambao walikuwa wanapinga kabisa, sio kutilia shaka tu, lakini wanapinga pia kwamba hiyo siku ipo na mwanadamu atafufuliwa baada ya kuoza na kuchakachika na ataletwa kwenye umbile jipya. Walikuwa wakikataa moja kwa moja wengine wao. Kalla sayalamun, kalla harfu radh wa zajr, sio hivyo na wakome basi kuwa na shaka hiyo, na wakome wao kuwa na ukanusha huko. Sayalamuna, muda mfupi tu watajua. Kalla sayalamuna, sio hivyo wanavyodhania. Sayalamuna, muda mfupi tu watajua katika yale ambayo wanajadiliana. Maana yake kiyama kiko mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu ana wasaa kahataini, mimi nimepewa utume nikiwa karibu na kiyama kama unavyoona hivi vidole viwili. Maana yake miongoni mwa alama za kiyama ni kupewa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni khatamul anbiyai wa imamul mursalin. Hakuna mtume atakayekuja mwingine. Mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo kinachofuata nini? Ni kiyama. Kwa hiyo bi'udtu ana wasaa kahataini, mimi nimepewa utume nikiwa karibu na kiyama kama unavyoona hivi. Maana muda ukikwisha wanadamu kubakia katika ulimwengu, muda wowote Allah atakapomwamrisha Israfil apulize katika sur, basi kiyama nacho tayari. Kwa hiyo dalili mojawapo ya kukaribia kiyama ni kupewa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini dalili iliyokuwa karibu ni mauti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama siku moja alipokaa na wazee katika maswahaba zake alikuwa ni khalifa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab alikuwa na ahlul ilm wal aql, alikuwa akikaa na wazee wa shauri zake mara kwa mara, lakini mara nyingi anapokaa anaambatana na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas bado kidogo. Nakumbuka kwamba Abu Bakar baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua utawala karibia miaka miwili tu na nusu, na yeye hakukaa sana kwenye khilafa Abu Bakar. Kwa hiyo akaingia Umar anatawala, anachukua ukhalifa, bado Abdullah ibn Abbas bado ni mdogo. Kwa hiyo kwenye baraza la wazee washauri wa amiri al-mu'minin alikuwa akiambatana na Abdullah ibn Abbas. Wazee kidogo wakapata kigegezi, wakamwambia, ya amira al-mu'minin, sisi pia majumbani mwetu tuna watoto, wewe kila kwenye baraza waje na huyu mtoto, wewe kila kwenye baraza la wazee wamchukua huyu mtoto, sisi pia tuacha watoto wetu majumbani. Umar ibn Khattab akamwambia, huyu ni mtoto? Akamwambia, yes, mtoto kama watoto wetu majumbani tulioacha. Akamwambia, haya, ngoja niwaonyeshe mtoto wao au kutokuwa mtoto. Akamwambia, wazee wenzangu, niambieni, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Niambieni, sura hii surati Nasri inaashiria nini? Wazee wakaangaliana, mmoja akasema surati Nasri hii inazungumzia kukombolewa Maka, ndiyo iliyokuwa ikizungumzia surati Nasri, idha jaa nasrullahi wal fath, utakapokuja ushindi wa Allah na kombozi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah, utawaona watu wakiingia katika dini ya Allah afwaja, makundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Allah anamwambia mtume wake wakati huo, ukiona watu wanaingia kwenye dini makundi, wewe msabihi Mola wako, mtakase Mola wako na umtake msamaha. Innahu kana tawwaba, yeye ni mwingi wa kukubali toba. Unapoona watu wanaingia kwenye dini, wewe mtaka istighfari na msabihi Mola wako.
wazee wasema hii ilikuwa yamuonyesha Mtume kwamba Maka itakombolewa. Akamwambia ndio mnavyojua wazee hivyo? Akamwambia ndio hivyo. Akamgeukia yule mtoto Abdullah ibn Abbas akamwambia, Abdullah, akhbirna an hadhihi sura, tupe habari hii sura inazungumzia nini? Abdullah ibn Abbas akamwambia, sura hii yazungumzia kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazee wakashangaa, kuna mnasaba gani wa kufunguliwa miji ya Kiislamu na watu kuingia kwenye dini ya Uislamu makundi makundi, na Allah kumtaka mtume wake amsamehe? Kuna mnasaba gani na kifo cha Mtume? Omar akwambia ni kweli, anamsema Abdullah ni kweli, kwa sababu kama watu watakuwa waingia kwenye makundi, wataingia kwenye Uislamu makundi makundi, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake imeshafanikiwa. Ana shida gani tena kubakia duniani na watu wameshakubali Uislamu? Yeye ameletwa kuwalingania watu waushike Uislamu. Sasa kashaona watu waingia katika Uislamu makundi makundi, sasa angojea nini duniani? Hii ni ishara ya Allah kumwambia fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, taka msamaha. Maana yake kazi uliyoifanya imeshakamilika, kilichobaki ni kutaka msamaha, Allah kuondoe katika dunia. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsan wala yugharu bi tibi al-aishi insan. Kwa hiyo wazee pale, kutokea siku hiyo wakawa hawalaumu tena mtoto yule kukaa kwenye makundi ya wazee na Amirul Mu'minin, ikawa na mheshimu, kwa sababu wao wamependa vingine. Mtoto yule amejua hasa aya ile ilikuwa inazungumzia kifo cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah anasema thumma kalla sayalamun, kisha sio hivyo punde tu watajua uhalisia wa yale ambayo wanayapinga, kwa sababu kiama kiko karibu na kitawakumba. Ikiwa kiama kikubwa kitakuwa bado hakijafika, kiama kidogo kitawakumba. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu, mwenye kufa kiama chake kitakuwa kidogo kimesimama, kwa sababu viama viko vya aina mbili. Kuna kiama kikubwa na kiama kidogo. Kiama kikubwa ndio kile ambacho kitatokea siku ya Ijumaa isiyojulikana Ijumaa hiyo ni Ijumaa gani, ambayo ulimwengu na nidhamu ya ulimwengu itaharibika, nyota zitaanguka, mbingu itapasuka, ardhi ndio hivyo, milima itabondwabondwa, jua litatoka magharibi litaenda mashariki. Hicho ni kiama kikubwa, lakini huenda ukachelewa kukipata hicho. Lakini kiama kidogo, hakuna yoyote ambaye ataondoka duniani bila kufikiwa na kiama kidogo ambacho ni mauti. Wale wenzetu unaona wamefukiwa pale, wamezikwa pale kwa Sharif wa Haidar na kwingineko, wale kiama chao kidogo kimeshawasimamia. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu, mwenye kufa kiama chake kidogo kimeshampata, asubiri hicho kiama cha kupigwa baragumu. Allah tufanyie mwisho mwema. Na haya yote walikuwa wakiyapinga washirikina pale Maka, na wapo katika wale ambao wanafuata akida zao, wanapinga kuonyesha kwamba haiwezekani mtu afe azikwe ardhini alafu ajetoka tena kwenye umbile lile lile, haiwezekani. Ndio mapingo yao, kwamba mwanadamu tayari kashawekwa kwenye ardhi miaka zaidi ya 20 yupo kwenye ardhi, alafu eti ufufuo afufuliwe awe mwanadamu yule. Hilo haliwezekani. Wakaliona jambo hilo ni kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, haliwezekani. Ndipo Allah alipowaletea mifano ya makubwa kuliko hayo ambayo Allah ameyafanya na wao walikuwa wakiyashuhudia katika dunia, ili wapate kupima hayo aliyoyaweka Allah na wakayaona kwa macho yao ukubwa wake. Je, ni sawa na ukubwa wa kufufuliwa kwao? Allah ndipo aliposema alam naj'alil arda mihada, kwani hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Mwanadamu akawa ana survive bila anavyotaka, anakwenda bila anavyotaka kwenye ardhi iko kama tandiko. Tumeelewana eh? Hapa imekuja kwa tashbihi, wanasema tashbihu baligh. Alam naj'alil arda kalmihadi fil hudui wal itminan, hakwani kuifanya
ardhi kama tandiko iliyotulia tuli, haitikisiki, kama vile umekaa kwenye tandiko lako. Ukifika kitandani pale ukilala, utingishu na tandiko lako, wafanye unavyotaka. Waweza ukalala kibafubafu, waweza ukalala kifudifudi, waweza ukalala kingarengare, kichalichali, tandiko liko tuli. Na ndivyo ardhi nayo hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala alifanya. Mwanadamu anafanya